Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameamuru kuondolewa kwa takriban wanajeshi 5,000 kutoka Ujerumani kurejea Marekani, ikiwa ni ishara ya hivi karibuni ya mpasuko kati ya uhusiano wa nchi hizo mbili za kupitisha Atlantiki kufuatia vita vya Mashariki ya Kati. Hatua hiyo imekuja wakati Rais wa Marekani Donald Trump akitangaza kuwa ushuru wa magari na malori kutoka Umoja wa Ulaya utapanda hadi 25% wiki ijayo, akiushutumu umoja huo kwa kutozingatia makubaliano ya biashara yaliyotiwa saini msimu wa joto uliopita. Trump amerejea kumkosoa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ambaye alisema Jumatatu kuwa Irani ilikuwa imeidhalilisha Washington katika meza ya mazungumzo. Trump alisema Merz anaona ni sawa kwa Irani kuwa na silaha za nyuklia, hajui anachokizungumza. Siku ya Jumatano, kiongozi huyo wa Marekani alisema Washington ilikuwa ikichunguza na kupitia upya uwezekano wa kupunguza wanajeshi wa Marekani nchini Ujerumani na kwamba angeamua ndani ya muda mfupi. Msemaji wa Pentagon Sean Parnell alisema katika taarifa ya Ijumaa kuwa tunatarajia kuondoa askari hao. Parnell alisema mchakato wa kuondoa wanajeshi hao unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 6 hadi 12. Trump pia alipendekeza kuwaondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Italy na Hispania. Italy haijatusaidia chochote na Hispania imekuwa ya kutisha, aliongeza, akiwakosoa kwa majibu yao kuhusu vita nchini Irani. Katika hali zote walisema sitaki kujihusisha. Hata hivyo, mpango wa Marekani kuondoa askari wake nchini Ujerumani unatajwa kuongeza nguvu katika jeshi la Marekani dhidi ya vita vyake na Irani, hatua ambayo inafuata baada ya kambi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati kuweza kuharibiwa na Irani. Hata hivyo, baadhi ya wanajeshi wametajwa kutoroka katika kambi za Marekani na kutokomea kusikojulikana. Hivi karibuni CNN, chombo cha habari kutoka Marekani, kiliripoti ya kwamba Irani iliangamiza na kuharibu vibaya kambi 16 za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, huku baadhi ya kambi zikikosa askari kabisa.